Basi tunaweza tukaanza. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa kutupa nafasi ya kujifunza. Tunaomba na kupokea kwamba kuna flow nzuri ya fundisho la neno lako. Tunaomba na kupokea kwamba kadri tunapofungua maandiko, ufunuo ya yale ambayo umekusudia ni Kristo unakuwa wazi sana katika maandiko, kiasi kwamba fahamu zetu zinapokea uthabiti wa ufunuo wa kazi yake, pamoja na kujua mwenendo wetu unavyoweza kuathiriwa na huo ufunuo wa Kristo. Tunaomba na kupokea kwamba kila tunachojifunza kwa habari ya ukuaji wa kiroho kinakuwa ni halisi sana kwenye maisha yetu. Haitakuwa tu habari na taarifa kwenye vichwa vyetu, lakini inakuwa ni ufunuo wenye uwezo wa kugeuza kabisa mwenendo wetu, tufanye na kuishi sasa na mapenzi yako katika ulimwengu, katika jina la Yesu. Amen. Karibuni kwenye darasa letu ikiwa ni siku yetu ya 3 ya somo la ukuaji wa kiroho. Ili nikue kiroho, natakiwa nifanye nini? Nijue nini? Kwa hiyo tulifanya uchambuzi kidogo wa mambo kadhaa yanahusu ukuaji wa kiroho kwenye sessions zilizopita, na tulianza kwa kuangalia ukuaji wa kiroho ni nini. Tukasema ukuaji wa kiroho ni pale ambapo neno la Mungu linaathiri maisha ya muamini kwa namna ya kwamba mwenendo wake una reflect kile ambacho neno la Mungu linasema, hatua kwa hatua. Kadri anavyolisikia neno la Mungu na kulitendea kazi, ndipo anavyotengeneza nini? Mwenendo. Tukasema unaweza ukawa na muda mrefu katika wokovu au katika Ukristo, lakini usifananie na kule kuwepo pale muda mrefu. Tukaona mfano wa watu 4 ambao ni Ayubu na rafiki zake 3. Elihu aliwacha kuongea akijua kwa sababu hao ni wazee, pengine wange display hekima kutokana na umri wao, lakini akaonyesha kwamba sio mara zote penye umri mrefu pana hekima. Ina maana hekima ya Mungu au mwenendo unaofanana na kila ambacho Mungu amesema tukiishi unazidi kwa wazi kadri unafanya nini? Kadri unavyojifunza. Kwa maana ya muda unakuwepo katika kujifunza au kuchukua lile neno, kulisikia, kwa sababu tumeona kwenye Waebrania anasema mmekuwa wavivu wa kusikia pamoja na kutafakari na kulifanyia kazi. Maana alisema muda litakiwa mwe mmeshakuwa walimu, lakini bado nyinyi ni watoto, inabidi mfundishwe mafundisho ya awali. Unaona, upeleke kwenye foundational teaching. Sasa ukiona unapeleka kwenye foundational au bado unapitia kwenye foundation, ni kwa sababu you are not growing. Akasema wale ambao, akasema chakula wale utaendelea kupata maziwa, lakini chakula kigumu ni kwa ajili ya wale ambao wamezoea, akili zao zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo they use their mind, and then tukasema the last thing sio tu kutumia akili, ni kuapply. Kwenye Yakobo 1, Yakobo anasema mtu ambaye anasikia neno la Mungu alafu anaenda zake alafu anasahau alichosikia, ni kama vile mtu anajitazama kwenye kioo alafu ana forget the man he is, anaenenda tofauti. Kwa hiyo unasikia, inakaa kwenye ufahamu, alafu una practice, then inazaa ukuaji. Kwa tuliangalia mambo hayo na tukaona wow, that is very important. Kwa hiyo tuliona nini ambacho sio ukuaji wa kiroho. Nafanya session iliyopita sema ukuaji wa kiroho sio kwa ajili ya kufanya Mungu akukubali zaidi, haikuongezei acceptance kwa Mungu. Kwa Mungu doesn't mature because you are maturing. Tuseme pia uaminifu wa Mungu hauongezeki kwa sababu unaongezeka maarifa au unaongezeka ufahamu au unaongezeka mwenendo. Uaminifu wa Mungu hauongezeki kwako. Uaminifu wa Mungu ni constant. Wewe ndo una upgrade nini? Ufahamu juu ya Mungu. Wewe ndo una upgrade. Mungu ha-upgrade. Kati ya tabia ya Mungu ambayo tunajua God does not mutate. Unajua mutate Mungu ha-expand, Mungu ha-change, Mungu ha-twist. Alivyo
sasa ndivyo alivyokuwa na ndivyo atakavyokuwa kesho, kwa sababu God's perfection does not change. Kwa hiyo tukasema ukuaji wa kiroho sio swala la muda. Tukasema ukuaji wa kiroho pia sio kwa ajili ya kukubaliwa na Mungu. Sawa Sawa. Kwa nini? Kwa sababu wewe kukubaliwa na Mungu ni matokeo ya kazi ya nani? Ya Yesu Kristo. Hiyo ndio inakufanya uwe na kibali. Tumekwisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Tumeona kwamba haitokani na matendo yetu, haitokani na ukuaji wa kiroho. Kwa ukuaji wa kiroho ina serve another purpose. Hai serve purpose ya kumshawishi Mungu. Tuko sawa? Yeah. Kwa hiyo yale mambo ambayo tumepokea katika Kristo ndio yanayoimarika katika ufahamu wetu na mwenendo wetu kila siku. Kwa hiyo tukaona kama tulivyosema kwenye Warumi 5 mstari wa 1 na wa 2, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu. Kiingereza anasema ile neno muwe na amani na Mungu ni bad translation ya SUV. King James anasemaje? We have peace with God. Neno we have pale ukisoma kwenye Greek chake ni taking hold of, something you own. Tunayo amani na Mungu. Kwa hiyo sio swala la tumefanya nini. Kule kuwa na amani na Mungu, kuhesabiwa haki kwa njia ya imani ni kwa imani peke yake, sio kwa matendo yetu, sio kwa kujitahidi sisi kuendelea. Kwa hiyo lazima utofautishe hiyo, kwa sababu wakati mwingine watu wanaweza kuangukia kufikiria kwamba unapokuwa kiroho ndio Mungu anakukubali zaidi. Unakuwa mwanajeshi ambao Mungu anamkubali zaidi unavyozidi kukua kiroho. Pamoja na umuhimu wote wa ukuaji wa kiroho, still it doesn't add God's faithfulness in your life. Haiongezi uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu umeonekana kwenye nini? Kazi ya Yesu Kristo. Kwenye Tito 3 anasema lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipodhihirishwa, ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo yetu ya haki tuliyotenda sisi. Umeona kwenye Wakolosai 2 mstari wa 8 hadi 9 anasemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa imani, mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo kutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa tendo la kukua kiroho halimfanyi mtu aokoke au aokoke zaidi. Kwa muamini ambaye ameokolewa leo na aliyeokolewa miaka 10 iliyopita, kwa maana ya aina ya wokovu alionao ni mmoja, sababu zote ni kazi ya Yesu Kristo inapokolewa kwa imani. Lakini ukuaji wa kiroho ni another thing. Tuko sawa mpaka hapo? Yeah. Ukicheki kwenye Wafilipi, Waefeso 1, sorry, Waefeso, Filemoni 1:7. Filemoni 1:7. Tarudi kuonyesha kitu kingine hapa. Filemoni 1:7. Iko sura moja tu. 1:6, sorry. Philemon 1:6. Ukianza kuanzia 4, Paulo alikuwa anaomba maombi haya. Anasema, namshukuru Mungu wangu siku zote nikikumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Mstari wa 6, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Angalia, hapa anaombea ukuaji wa kiroho. Ndio anasema ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Sasa Kiswahili kinafanya iwe namna fulani hivi, Kiswahili cha zamani hiki. Kisoma Kiingereza nasemaje? The communication of your faith may become effectual. Neno effectual ni sawa na neno effective. Iwe effective. Effective maana yake utendaji wangu unakuwa bora. Iko sawa Ina maana kama nilikuwa nikifanya kazi nafika 80% sijafanikiwa, maana yake nikiongezeka kwa effective, maana yake nafika 90. Si ndio Kwa naongezeka kwenye effectiveness. Kama nilikuwa nalima napata loss
napoteza 20%, alafu baadaye nikianza kulima napoteza 2% ya mazao niliyolima, au ikafika sehemu sipotezi tena, hiyo I become effective, si ndio? Mimi ni mkulima tayari, lakini nakuwa mkulima ambaye yuko effective kwenye utendaji wako. Kwa muamini anaweza akawa effective, si ndio? Yeah. Na sehemu moja hapa hiyo effectiveness kwamba kwanza awe na ujuzi, alafu na couple up with maombi, prayer. Sawa? Nasema effectual, the communication of the faith may become effectual. Neno communication pale ni neno sharing, au kwa lugha rahisi, kila mtu ana imani hapa. Okay, tumeamini katika Kristo, lakini namna tunavyo communicate havifanani. Communicate maana yake nini? Kudhihirisha, kudisplay. Mtu akikaa kwangu, akakaa kwako, namna ambavyo wanaona tunaiishi imani yetu katika Kristo atagundua tofauti kulingana na ukuaji wetu, si ndio? Kuna mtu mwingine anakuwa effective kuliko mwingine. Tuko sawa? Kwa hiyo maombi ambao Paulo anamwombea hapa, anajua tayari huyu mtu ni muamini, anajua alichobeba, lakini anamwombea kwamba kile anachokijua kiweze kuwa shared out, isiwe to head knowledge. Anasema the communication of the faith may become effectual by acknowledging. Kiswahili imetumia ujuzi, acknowledging every good thing which is in you in Christ. Angalia, ametumia in mbili, in you in Christ. Naomba niulize, kipi kinachoanza, in you au in Christ? In Christ. It is in us because Christ is in us, si ndio? Kwa hiyo ni kwa sababu Kristo yuko ndani yetu, ndio maana kila kitu chema kilichoko ndani ya Kristo kiko ndani yetu, si ndio? Okay, kwa sababu sisi wenyewe tunapatikana ndani ya Kristo. Kwa lugha rahisi, kama Mungu akitazama ndani yetu 100% anaona nini? Kristo. Okay. Swala la msingi, Wakristo wengi au Wakristo wote wanamuishia Kristo, kwamba ukikutana na wewe unasema kama Yesu, kama Yesu. Sio kweli. Okay, kuna Wakristo wanao approach kila siku kumfanyia Kristo kwenye mwenendo wao, si ndio? Kila siku Mkristo anakuwa kumfanania Kristo kwenye mwenendo wake. Anazidi kuwa bora leo, anakuwa bora leo kuliko jana. Kesho anakuwa bora zaidi. Sasa hiyo sio automatic. Kuna engagement. Kwa kwenye hii sisi tunajifunza nini? Rules of engagement kwa ajili ya kuwa kiroho. Sawa? Umeelewa sasa? Ili sasa yale mambo niliyosema ninayo, kwa mfano, tunajua Kristo anasamehe unconditional. Anasamehe watu ambao tunashangaa hao Mungu amewasamehe. Unaweza kusema God is not fair. Sasa hiyo namna ya Mungu kusamehe inatakiwa hiyo namna yetu, but you have to grow, utembee katika hiyo namna unayojua kwamba Kristo alikusamehe. Tuko sawa? Uanze kusamehe kama Kristo, uanze kupenda kama Kristo, uanze kuenenda kama Kristo, ufanye huduma kama Kristo. Tuko sawa mpaka hapo? Hiyo ndo essence ya ukuaji wa kiroho, to be more like him. More like him. In what? In conduct. In the way we do ministry. Katika mwenendo na katika namna ambayo tunafanya huduma. Hiyo ndio ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo ushirika imani yetu ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilichoko kwetu katika Kristo. Sawa? Kila kitu chema. Kwa lugha rahisi, hakuna kitu chochote kibaya ndani ya Kristo. Kwa hiyo kila kitu chema kilichoko kwetu, ambacho naweza kusema hivi, ngoja nigawe hivi. Kila kitu chema kilichoko kwetu ambacho kiko ndani ya Kristo kiwe effectively communicated. Kiingereza kimeeleweka kwanza? Ngoja sema Kiswahili sasa. Kila kitu chema kilichoko kwetu, ambacho kilichoko kwetu ni kile kilichoko ndani ya Kristo, kifanye nini? Kidhihirike kwenye maisha yetu ya kila siku. Umeelewa sasa essence ya ukuaji wa kiroho? Kwa ukuaji wa kiroho haukufanyi uwe mwana wa Mungu zaidi ya jana. Inakufanya udhihirishe hali yako ya kuwa mwana wa Mungu. Iko sawa? Na watu nasema ndio maana mtoto akizaliwa akiwa na day 1, si ndio? 0 day, hajamaliza siku, ni mwanadamu. Anakuwa ili awe mwanadamu. Tuize tu hesabu za kawaida. Mtoto anakuwa ili awe mwanadamu. Does a baby grow
to be a human being? No. Lakini anavyokuwa tunamuona yule mwanadamu akidhihirika zaidi, si ndio tunaona akianza kudisplay wanadamu wake. Hiyo ndo essence ya ukuaji wa kiroho. As simple as that. Kwa anazozidi kukua ndivyo unavyogundua ana display tabia zake za mwanadamu kabisa. Anakula, unaona anakula, in fact anaongezeka tu kwenye kula. Kama alikuwa anakula ngumi moja, anaanza kula sahani nzima. Akianza kula sahani nzima ya wali, hawi mtu kuliko alipokuwa anakula ananyonya maziwa. Iko sawa? So ndio maana ukuaji wa kibinadamu unatufundisha namna ukuaji wa kiroho unaofanyika. Ijapokuwa ukuaji wa binadamu ni physical observed, lakini ukuaji wa kiroho ni jambo la ndani ya mtu ambalo lina matokeo kwa nje. Tuko sawa? Kwa hiyo ndo maana yake. Kwenye Wafilipi 2 kuna kitu ambacho Paulo aliandika ambacho nafikiri pia kuna mtego hapa kwa watu wengi. Huwa wasiposoma na mistari yote miwili wanachanganyikiwa. Wafilipi 2:12 na 13. This is very very important part. Wafilipi 2:12 na 13. Paulo anaandikaje? Basi wapendwa wangu, kama mlivyotii. Unaona ni mwenendo mlivyotii siku zote, si wakati nilipokuwa hapo tu, bali sasa zaidi na mimi nisipokuwa hapo. Utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Neno utimizeni wokovu wenu, wengine huwa wanachukua wakimaanisha ina maana ukiokoka day 1 wokovu unakuwa umepungua. Umeelewa Kwa hiyo usipotimiza wokovu wako uendi mbinguni. I like rendering ya Kiingereza. Kiingereza nasema hivi, walk out your salvation. Unajua maana ya walk out? Ni kudhihirisha, ionekane kwa nje. Wokovu wako siwe dhahania, lakini uwe manifested. Kwa ndo maana Paulo ametumia neno, baada ya Kiswahili ametumia neno utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Kiingereza ametumia walk out your salvation with fear and trembling. Sawa Sawa. Huo ni mstari wa ngapi? 12 kwenye Wafilipi 2. Wafilipi 2:12. Utimizeni wokovu wenu, walk out. Unajua there is a difference kati ya walk out your salvation and walk for your salvation. Hiyo inabidi mlipe hela ya tuition ya Kiingereza. Wala, asemaje? Kuna tofauti ya walk for your salvation and walk out your salvation. Niki walk for, maana yake salvation ndio target. Si ndio ili kwamba nipate. Iko sawa Nikisema walk out, maana yake kitu ambacho tayari ninacho ili kionekane kwa nje. Simple. So Christians don't grow spiritually to walk so that they get saved. Because your salvation at last, ni salvation at beginning. Sawa Ndio maana inaitwa mwenendo. Maana yake ni kama vile unaweka hapa sasa enenda. Kwa hiyo nenda sawa sawa na asili yako. Ndio ukuaji wa kiroho. Enendo, mwenendo. We walk out our salvation. We don't walk for our salvation. Ukiweza kutofautisha hiyo, it make a lot of sense. Iko sawa? 9:8 hadi 10 leo. Nataka nikuonyeshe mstari wa 10 ulivyo wa muhimu kuelezea mwenendo. Ili tujue matendo yanakaa wapi au mwenendo unakaa wapi. Mwenendo ni kabla ya wokovu au mwenendo ni baada ya wokovu. Kwamba unakuwa na mwenendo mzuri ili uokoke au umeokoka ili uwe na mwenendo mzuri. Umeona? Hiyo ni swali ambalo inabidi tulijibu leo, alafu tuendelee. Angalia kwenye Waefeso 2 ambao tumeisoma saa zile. Waefeso 2 mstari wa 8 twende mpaka 10. Alafu naomba observe maneno matendo. Iko sawa Observe maneno gani? Matendo. Unajua ukisoma mstari wa 8 na 9 unaweza ukafikiri matendo hayataki kwa Kristo. Si ndio Lakini kwenye mstari wa 10 matendo yametajwa. Works.
Can we read together? Naye asemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Unamwona mwanadamu hapo? Hapana. Ni Mungu ana act. Mwanadamu anafanya nini? Anaamini kwa njia ya imani. Iko sawa eh? Anayeokoa ni nani? Mungu. Hiyo ni neema yake. Mwanadamu anafanya nini? Anapokea kwa sababu ni kipawa. Iko sawa? 9 yasemaje? Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa wokovu ungekuwa ni matendo yanaanza ndivyo unaokoka, ungesifia matendo yako yamekupa wokovu. Iko sawa? Kwa nasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa ikifika swala la wokovu, mwanadamu hana credit yoyote. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa matendo yameondolewa kwa ajili ya kupata wokovu. Kwa nikiwa na brag kwa matendo yangu niliyofanya, kwa sadaka yangu niliyotoa, kwa mambo yangu ninayoyafanya katika kanisa la mahali, kwa injilisti ninayofanya, kwa ushuhudiaji ninayofanya, sijui malugha mengine utayotumia, kwa watoto yatima uliowasaidia, nikiwa natumia kwa ajili ya kupata wokovu, nimeingilia kazi ya Mungu. Si ndio eh? Ni kosa? Hiyo sio imani. Hiyo ni jitihada za mwanadamu. Ni works of unbelief. Kwa sababu unaingilia kazi ya nani? Ya Mwokozi. Shida ni kwamba hakuna kiasi cha matendo mema yatakayokupa nini? Wokovu. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo utakuwa unafanya kazi ya unasukuma ukuta ambao hausogei. Utatoka jasho, ila ukuta utabaki pale pale. Kwa mtu anayetumia matendo yake kwa ajili ya kupata wokovu ni sawa na mtu anayesukuma ukuta. Nakumbuka story moja zamani, kichaa mmoja alikuwa ameenda alikuwa ni kichaa, walikuwa wanasukuma ukuta. Sio kama ndaweka vizuri. Wakati wanasukuma ukuta, akaja kichaa mmoja akachukua nguo zao, akakimbia. Akaangalia nyuma, hawaoni nguo, akasema, mwanangu tumesukuma sana yaani. Kutoka jasho. Kumbe nguo nifanya nini? Zimeondolewa na kichaa. Kwa wanasukuma hao ukuta, lakini ukuta hauendi. Lakini tumesogeza, wakaanza kufuata nguo zao. Kwani zipo sasa? Kichaa alishaondoka naye. Kwa je, mtu ambaye anafanya matendo kwa ajili ya kuhesabiwa haki, utamuona ana sweat, anajitahidi, anakimbizana, lakini kazi yake haina thawabu wala haina matokeo mbele za Mungu kwa sababu haimpi wokovu. Iko sawa eh? Iko sawa? Kwa kutumia matendo yako ili upate wokovu ni sawa na kuwa nje ya uwanja unachenga mpira, alafu unapiga mpira unaingia kule Palm Village, alafu nataka kule uwanja wa Benjamin Mkapa waandike 3-0. Kanuni ni kwamba uwe kwanza nini? Uwanjani. Si ndio eh? Si ndio? Kwa mchezaji hafungi awe mchezaji, anafunga kwa sababu ni mchezaji. Iko sawa? Tumeelewana mpaka hapo eh? But that's how it works. Kwa hiyo lazima matendo yapangwe vizuri ili matendo yako yasiwe dead works mbele za Mungu. Umeelewa eh? Kwa anasema we don't, tulikuwa Filipi 2, anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kiingereza anasemaje? Lest any man should boast. Kwa hiyo when it comes to getting saved, men cannot boast. You cannot be braggadocious there. Huwezi kusema you know me. Ukisikia mtu anasifia matendo yake, ngoja nitumie lugha rahisi tu. Kwa mfano, mtu anayefikiri ataingia mbinguni kwa sababu ya matendo yake, huyo mtu ameikosa mbingu. Umeelewa maana yake? Tumetumia tu lugha ya mbinguni. Tumeacha wokovu kidogo, naweza kuwa nakuchanganya. Okay, unajua kila Mkristo anataka aende mbinguni. Si ndio eh? Sasa kuna Mkristo anataka kwenda mbinguni, lakini kila siku anaimba matendo yake. Na unajua usikia kwenye nyimbo za kwaya kabisa matendo yanakuwa praised. Umeelewa eh? Tujitahidini tusiachwe. Mtu yote anayejitahidi asiachwe ameshaachwa. Si ndio eh? Kwa sababu you putting load, unaweka mzigo juu yako kwenye mahali ambayo sahihi. Umeelewa tofauti eh? Zamani tukiwa shule ya sekondari, kwa wimbo mmoja tulikuwa tunaoimba, ninatembea kidogo kidogo nikinyata nyata, ninatamani
kunyakuwa uzima wa milele, ninatembea kidogo. Unakumbuka wimbo kwa hiyo kabisa unaweza ukaelewa hawa watu wanaamini nini. Kwa hiyo mtu anatembea kidogo kidogo, akinyatanyata, anatamani afanye nini? Anyakue uzima wa milele. Unajua muamini akimba wimbo, hiyo ni kutokuamini, unbelief. Lakini wimbo unavutia. Ulimwengu utanipatia nini? Na nasa zitani ndani. Mungu we, naomba nishike mkono. Yesu Baba, na dunia hii ili nipate uzima. Unauliza hichi ni nini? Unasoma the same Bible, unasemaje? Nami nawapa uzima wa milele na wala hawatapotea kamwe. Yohana, tusoma wapi juzi? Nafikiri tusoma kwenye session iliyopita. Yohana alisemaje? Nawaandikia ninyi watoto wadogo, mjue kwamba mmesamehewa. In fact, sehemu nyingine anasema hivi, nawaandikia ili mjue kwamba ninyi mnao uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa pekee. Kwa lugha rahisi, mtu ambaye analiamini jina la Yesu anao uzima wa milele. Nikianza kuimba nyakue, umeelewa tayari shida yake? Maana yake huyu mtu anapambania kombe ambalo linatolewa bure. Unaelewa Anapambania kombe ambalo linatolewa bure. So you understand, that's the ndio maana nikasema hivi, kwenda mbinguni ni rahisi na kwenda jehanamu ni ngumu. Nimetumia maneno mawili, jehanamu na mbinguni. Nitaelezea huko mbele. Sawa Kwenda mbinguni ni rahisi na kwenda jehanamu ni ngumu. Kwa sababu kwenda jehanamu unatakiwa upambanie kombe. Kwenda mbinguni unatakiwa usarende. Lakini watu hawapendi kusarenda. Watu wanapenda nini? Kupambana. Umeelewa sasa Kwa hiyo anasemaje? Walk out your salvation, not walk for your salvation. Sawa Kwa anasema mstari wa 9 kwenye wa Efeso 2:9, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa ameondoa matendo as a means kupata wokovu. Kwa kama kungekuwa na daraja la kwenda kwenye nchi inayoitwa wokovu, hilo daraja ukiweka matendo inabomoka. Niko sawa Let's make wokovu ni ng'ambo ya mto. Njia rahisi ya kuhakikisha kwamba hautafika kwenye hiyo ng'ambo ya mto ni kujenga daraja la nini? La matendo. Iko sawa? Anaomba ieleweke vizuri sana. Sababu usipoelewa hivi, hujawa Mkristo bado. Unaweza kuwepo kanisani lakini Mkristo feki. Narudia tena. Kama wokovu ingekuwa ni kisiwa, iko mahali fulani. Si ndio Na sisi tuko upande mwingine. Tunatakiwa tufike kwenye hiyo sehemu ya inaitwa nini? Wokovu. Ukijenga daraja la matendo, ni uhakika ya kwamba hilo daraja lafanya nini? Litabomoka. Umeelewa sawa? Umeelewa sasa? Litabomoka kwa sababu wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. 10 ni very instructive sasa. 10 inakujaje? Maana tu kazi yake. Ukisikia neno tu kazi yake, Kiingereza we are his workmanship, created in Christ. Hii ni new creation. Ukiona kitu ambacho kimekuwa created in Christ, hii sio uumbaji wa kawaida. Kuumbwa katika Kristo ni kupewa roho wa Mungu ndani yako. Ndio uumbaji mpya. Sio kuumbwa masikio, macho na midomo. In Christ means by faith. Ambayo maana yake nini? Roho yako imehuishwa na roho wa Mungu. Hiyo inaitwa created in Christ or new creation. Kiumbe kipya ni mtu aliyeamini katika kazi ya Yesu Kristo. Sawa Kwa hiyo ni new creation, not a natural creation. Sio mtu watu wote tumeumbwa na Mungu, lakini sio watu wote wameumbwa na Mungu katika Kristo. Katika Kristo ni kwa sababu ya kazi ya Kristo au kazi ya Masihi. Iko sawa? Iko sawa? Yeah. Kwa hiyo sio natural creation, hiyo ni spiritual creation. Ni internal work ya Mungu ndani ya mtu. Anasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu. Akasemaje? Tutende matendo mema. Mbona matendo yamekuja? For we are his workmanship created in Christ unto good work.
Jamani, mtu twende Kiswahili, tutafsiri wenyewe Kiswahili chetu hapa. Tufanye kama anasema King James, we are his workmanship created in Christ unto good works. Naomba niulize, good works zinakujaje? Kabla au baada ya kuumbwa upya? Baada. Kwa maana yake nikisema hivi, nitumie lugha gani sasa? Mfano gani hapa? Ngoja nitumie mfano. Wewe ni mwanamke? Sawa, asante sana bwana. Hii dunia ya mengi sana. Okay. Usio embarrass jamani. Ulimwengu siku hizi umegeuka sana. Donald Trump amepata uongozi wa Marekani, labda atabadilika. Okay, tuachane nayo. Najua mjasikia hiyo na hii haijarekodi. Sasa iko hivi. Okay. Aha. Kipi kinatangulia kati ya kuzaa watoto na kuwa mwanamke? Kwa mwanamke. Kwa unazaa watoto ili uwe mwanamke au unazaa watoto kwa sababu ni mwanamke? Nazungumzia wanaume pia tunazaa watoto, lakini nazungumzia kubeba, yani nini. Umeona kuna tofauti pale? Okay. Kwa hiyo tukiona umepata mimba, tunasema wow, kumbe ni mwanamke. Jamani, hatukujua. Rosemary, kumbe ni mwanamke. Umepata mimba? Wewe ni mwanamke sasa. Tunaanza hivyo. Lakini uumbaji wake tu ulikuwa una dictate kuwa mwanamke. Kwa kinaanza nini? Functions or design? Design. Kwa nini kinacho dictate kingine? It is a design that dictate the functions. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa Mungu anaanza nini katika ukombozi? Design. Manake ufanywe kiumbe kipya, sio kwa matendo. Lakini kiumbe kipya kinatakiwa kitende mema kwa sababu tayari imewekewa capacity au asili au roho ndani yake. Okay, matendo mema ni muhimu kwa Mungu? Ndio. Ni muhimu wakati gani? Kabla ya wokovu au baada ya wokovu? Baada ya wokovu. Kwa hiyo matendo mema hayakuokoi. Iko sawa eh? Lakini aliyeokoka amepewa uwezo na anategemewa na Mungu na anasaidiwa na roho wa Mungu kutenda mema. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo sio kwamba Mungu anakandia matendo mema, anayapangilia matendo mema. Ina maana iko hivi, Mungu sio jitu fulani la ajabu ambalo linakudai vitu ambavyo havijaweka capacity ya kufanya ndani yako. Kwa Mungu hamwambii mtu asiye na roho wake, mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye si mwana wa Mungu, mtu asiye na asili ya Mungu amdai matendo mema. Kwa hiyo Mungu akikwambia penda, ni kwa sababu kwanza amemimina upendo ndani yako. Si ndio eh? Warumi 5:5. Tumaini alitayarishi kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu. Kwa nini? Kwa huyo Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Mbona inavyoanza eh? Kwa hiyo angalia sasa namna ambapo katika mistari inayofuatana Paulo ametumia vizuri matumizi ya nini? Matendo. Iko sawa? Kwa watu wakisikia tunafundisha part A wanafikiri tunakandia mwenendo. Lakini lazima ufundishe part A kwa ujasiri wote. Make sure una kill matendo kwenye kuokoka. Iko sawa eh? Lakini ukimaliza unasisitiza mwenendo au matendo kwa kuwa umeokoka. Ina make a lot of sense. Si ndio eh? Iko sawa? Kwa design ikikamilika ndo tunadai ifanye kazi iliyoumbiwa. Si ndio? Tumeelewana mpaka hapo? Lisa, umeelewa? Yeah. Kwa hiyo anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema, ni utoaji wa Mungu hiyo, kwa njia ya imani ni kupokea kwetu hiyo, wala si kwa ambayo alitokana na jitihada na nafsi zetu, wala si kwa matendo. Mtu awaye yote asijafanya nini? Akajisifu. Kwa asijisifie nini? Wokovu, namna alivyookolewa. Iko sawa? Iko sawa? Asijisifie namna alivyookolewa. Asiweke sifa zake pale. Akasemaje? Maana
tu kazi yake, si ndio? Tu kazi yake. Angalia maana tu kazi yake. Hii kazi anayozungumza nini? Uumbaji mpya katika Kristo. Tumeumbwa katika Kristo tutende matendo mema. Muona ukuaji wa kiroho unakujaje? Kwa hiyo unapozidi kukua katika kutenda matendo mema, ni nini? Ni ukuaji wa kiroho. Akasemaje? Ambayo Mungu alifanya nini? Aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa ni kama vile Mungu anafanya hivi. Naomba muobserve hii picha ambayo nataka kupaint kwenye ufahamu wako. Mungu kwanza anatengeneza gari, anaweka uwezo wa kutembea, alafu anaweka barabarani ili aende. Kwa maana yake everything was already made to be there. Then ile gari linaanza kupita. Iko sawa? Iko sawa? Umeelewa sasa? Kwa hiyo kwa nini unabeba mimba? Kwa sababu Mungu alikutengeneza huo uwezo ndani yako kabla. Umeona? Umeona? Kwa Mungu asemi pata mimba kwanza tujue kama ni mwanamke. Kwa huko mtaani ukianza kufanya vitu ndo watu wanagundua wewe ni nani. Sema, yeah, you are a doctor baada ya kuona unakimbizana. Kwa hiyo kuna nafahamu watu wale wana falsafa, philosophers. Kuna maneno ya philosopher mmoja ilikuwa maarufu, nafikiri hata Plato, Aristotle aliwahi kutumia. To do is to be. Kuwa ni kufanya. To do is to be. Kwamba ukifanya ndo unakuwa. Muona mentality? If you do, you become. That's not what the Bible teaches. Kwa sababu nasema ukitenda matendo mema ndio tunajua wewe ni mtakatifu. Umeona hiyo? Kwamba if you do, you be. Inasemaje? You are, that's why you do. Umeona tofauti? Unafanya kwa sababu ndivyo ulivyo. Tutupie tena kwenye kuzaa watoto. Unazaa mtoto kwa sababu ndivyo ulivyo. Unabeba mimba kwa sababu ndivyo ulivyo. Kwa okay, inaweza ikafika unaweza ukashindwa kupata mimba. Kushika mimba? Yeah, si ndio? Kuna wanawake ambao wana watoto. Does it mean kwamba si wanawake? Hapana. Kwa huwa tunasemaga what is wrong. Iko sawa Kwa sababu design ina dictate nini? Function. Tusipoona function tunasemaje? What is wrong in the design. Iko sawa ajala chakula vizuri, kuna medical implication, kuna nini na nini na nini. Umeelewa maana yake? Okay, kwa muamini pia tunategemea atende matendo mema. Asipotenda matendo mema tunauliza what is wrong? What are you feeding? Are you praying? Are you listening to right things? Umeelewa vitu kama hivyo? Kwa kinachoanza ni nini? Asili. Kwa lengo la wokovu ni kukupa nini? Asili mpya katika upya. Iko sawa? Iko sawa? Ya, kwa ukuaji wa kiroho ni namna unavyozidi kila wakati kudhihirisha asili yako. Simple like that. The more you show who you are, the more you are growing spiritually. Kwa ukuaji wa kiroho unamuinspire muamini kumdisplay Christ katika mwenendo wake wote. Hiyo ndio lengo la ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo tukirudi kwenye Wafilipi sasa, mmeelewa sana namna ya kuweka matendo Kwa hiyo sasa kuna watu wengine wakielezeaga matendo wanayang'oa kabisa. Nimekutana na watu kama hao bwana. Hawaendi uinjilisti, hawataki tabia njema, wapo tu. They can do anything they want, but God doesn't care.
Nauliza swali sasa nyie hapa. Does God care juu ya matendo mema? Yeah. Mungu anajali sisi kuwa na matendo mema? Yes. Anatumia matendo hayo kutuokoa? You are not talking. Anatumia matendo hayo kutuokoa? Anajali matendo mema? Anatumia anatumia kama kigezo cha kutupeleka mbinguni? Anatumia kama kigezo cha kutufanya sisi watoto wake? Lakini anajali matendo mema? Anayajali kwa sababu gani? Sisi tayari ametupa roho wake, na anataka tumthibitishe na kumdhihirisha yeye katika nini? Our daily works, katika matendo yetu, mwenendo wetu. Iko sawa Kwa Mungu ametupa hiyo asili ndani yetu tulipomwamini. Ametupa roho wake. That's very important. Ukiweza kupanga hapa, umeepuka another extreme ya watu ambao wanatengenezaga. Extreme moja ya hatari sana. Jamaa mmoja zamani wakati naanza kufundisha haki kwa imani, sasa kumbe kulikuwa jamaa mmoja ameelewa vibaya hivi matendo bwana. Yeye kwenye group moja, sasa naye anasema tunahesabiwa haki kwa imani kama mimi, ila anaenda mbali kuliko mimi. Kwa akasema, kwa hiyo alikaa kwenye group moja, wakawa alikuwa anazungumza masuala ya mahusiano, wadada kuwa na wadada na vijana siku hizi, kutembea na hivi kuna barabara kule. Okay, ngoja tutumie kutembea, natumia kutembea kabla ya ndoa. Sawa Kwa watu akawa wanapondea pale kwamba it is not good. Akaibuka bwana, akasema acheni kuwapa watu matendo. Akasema kwa hiyo unaonaje? Lolote tu, hamna shida, Mungu hajali. Watu wakashika midomo. Sasa jamaa mmoja akasungisha, akasema haya ndio mnayofundisha? Nikamwambia mimi sijafundisha vitu kama hivi. Mimi nafundisha hivi. Mbona msisi wa nyaraka unaonekana? Mwibaji asiibe tena. Sasa kwa hiyo nikiiba Mungu hajali bwana. Ukishaokoka imetosha. Haina, Mungu hajali utakachokifanya baada ya kuwa umeokoka. Ilikuwa mtiti. Ilikuwa nini? Mtiti. Mtu kaanzia tifu. Sasa kumwanza kumuelewesha na yeye sasa. Kashazama kule. Sasa kuna mtumishi mmoja alikuwa anafundisha hivyo vitu. Afundisha vibaya sana. Kwa baada ya watu kuona anafundisha haki kwa imani, wakasikiliza anavyozungumza juu ya mwenendo. Akagundua mbona ni tofauti. Wakaanza kunieleza. Mtumishi mmoja alienda kwenye mkoa mmoja, akawahubiria walevi. Wakaamini. Akawakuta wengine ambao walikuwa ndio wametoka kuacha ulevi. Unajua kiu bado hii wanaisikia namna fulani. Wakasema kwa hiyo tukileo inakoja Mungu ajali, Mungu ajali. Aisee, wale watu walienda kunywa. Unajua kiu umezuia wiki 3 wiki 4. Hali yao ya mwisho ikawa mbaya kuliko ile ya kwanza. Waligonga. Acha kugonga, laga zilipigwa. Na unajua kama laga kama pombe ndo zilikuwa zinakula hela yako afu ghafla umeanza kuweka akiba. Mwezi uliopita robo 3 ipo. Mwezi huu tena robo 3 ipo. Mshahara wa 3 una kama mshahara 2.5. Haijatumika. Maana hujapita nini? Kwenye waiter, moja baridi moja moto, hujapita. Jamaa alienda aliweka mikasema, hawa watu wa dini wametudanganya sana. Alikunywa. Unajua unakunywa ile hasira. Kwa mtu mmoja akawa ananiambia watu wale walipata changamoto hiyo. Unajua shida amepata nini? Kwa sababu he never explained what next after salvation. Iko sawa Tumeelewana sasa Kwa kama nao ulifikiri mimi nawaambiaga watu ukishaokoka inatosha, just do anything, just do it like Nike. Mimi sijawaambia hivyo. Nimesemaje? Nimeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo kutoka na nafsi zenu ni kipawa cha nini? Cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yoyote asije akajisifu. Kwa maana tu kazi yake tumeumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambayo tangu awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende kwayo. Inategemea unaweka wapi matendo.
Kwa aliyeweka matendo mwanzo wa wokovu, hao ndo watu wabaya zaidi. In fact, hata huyu aliyeondoa kabisa ana makosa yake, ila hakuna mtu hatari kama aliyeweka mwanzoni, sababu basically huyu kashawapoteza watu. Hawa watu hawataka wafanye nini? Waokoke, kwa sababu matendo hayatumiki kuokoka, si ndio? Kwa huyu amebomoa daraja la kwenda kwenye kisiwa, na huyu ametengeneza daraja la kwenda kwenye kisiwa. Alipofika kwenye kisiwa akasema hatuhitaji madaraja. Kwa hiyo ukienda kwenye Wafilipi 2:12 pale anataja work out your salvation, utimizeni wokovu wenu. Sasa I don't know kwa nini SUV wameamua kutumia neno kutimiza, sababu wokovu haujapungua, lakini naweza kutumia lugha rahisi zaidi, dhihirisha, si ndio? Sababisha uonekane. 13 asemaje? Angalia, ni vizuri kujua ya kwamba, na nataka nisitize hili, sio tu Mungu anakusaidia katika kuokoka, alafu ukimaliza kuokoka matendo unapambania mwenyewe. Hapana, Mungu alikusaidia katika kuokoka, lakini baada ya wokovu anakusaidia pia uenende sawa sawa. Kwa usifikiri, nisikize vizuri, usifikiri ya kwamba Mungu alihusika kwenye kusave you no good works, si ndio? Lakini after saving anataka wewe mwenyewe kwa jitihada zako udisplay good works. That's not the Bible. Angalia mstari unaofuata. Amesema utimizeni wokovu wenu, work out your salvation. Alafu anasemaje? Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. So, kwa nini baada ya kuokoka Mungu anakupa roho wake ndani yako? Ili kumpendeza Mungu, isiwe jitihada zako mwenyewe. Iko sawa? Living upright should not be your own activity. Okay. Na hii ndio tatizo la Wagalatia. Wagalatia waliamini wameokolewa pasipo jitihada zao, lakini walipookoka wakafikiri hatumhitaji Mungu, inabidi tupambane wenyewe. Huo ndio Galatia, huo ndio ulozi wa Galatia. Sasa anasemaje? Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Akasemaje? Kutaka kwenu na kutenda kwenu. Unajua Kiingereza amesemaje? Both to will and to do. Kwa Mungu baada ya kuokoka ulisalenda mikono ukaokoka, you do like this, kwamba matendo yangu hayatoboi. Kwa hiyo ukafanya nini? Ukamuonyesha Mungu kwamba it is only you. Ukaimba kama Walter Chilambo, only you, only you. Useme only you kwenye wokovu tu. Baada ya kuokoka only him. Usisahau hiyo. Kwa muamini yuko kwenye surrender mode, kwenye initiation ya wokovu na kwenye ongoing process ya wokovu. Ongoing maana yake releasing your identity. Unaelewa hiyo? Ni rahisi kumiss kwa sababu inaonekana kama kuomba ni kujitahidi. Inaonekana kama kutoa sadaka ni kujitahidi. Unatoa sadaka inayouma, kwa unajitahidi. Inaonekana kama kwenda kanisani ni kujitahidi. No, una roho wa Mungu anayekusaidia katika haya yote. Ndio maana anasema hivi, kumbuka kwenye maombi ya Paulo kwa Filemoni, anasemaje? The communication of your faith may become effectual by acknowledging. Umeona? Una acknowledge nini? Every good thing which is in you in Christ. Kwa lengo la mafundisho ni kukuonyesha ya kwamba you have everything it takes to be a mature Christian. Iko sawa? Iko sawa? Okay, twende tena kwenye ukawaida ya ukuaji wa kawaida. Does a woman try to be a woman to conceive? Si ndio? Au nyinyi mlijitahidi jamani? Mlipambana Samahani kwa kweli. Si ndio? Lakini wewe unafikiri mwanamke ana recognize nini? Kwa mfano, kwa nini sina mfano mwingine jamani? Sasa
Mifano inayokuja ni hiyo hiyo. Kwa hiyo potelea pote. Sasa hakuna mifano mingine inayokuja. Hii mtaelewa. Okay. Rosemary. Una mtoto? Okay. Wakati unatarajia kupata mtoto, ulikuwa unawaza nini? Inabidi nijitahidi niwe mwanamke nipate mtoto. Actually you una trust ya kwamba una capacity ya kubeba mimba, si ndio? Si ndio? Okay, ulikuwa na rely kwenye nini? Ukumbuke. Ulikuwa urely chochote. Yaani ukisema tu unaona? Yaani ni kama vile ile nategemea I'll be pregnant. Unategemea. Ulifanya nini utegemee? You are just cooperating with the processes. Sasa umeshaelewa hapo Kucooperate kwenye process na umeelewa maana yake nini? You are not making anything. Ulikuwa unasema tu, kwa hiyo unatakiwa nifanye nini? Umeelewa Yaani kwamba mmefunga ndoa leo na unataka mwakani uwe na mtoto, hamkutawanyika. Mkaenda kwanza honeymoon, mkakaa, mkacheki hali ya hewa, mwanza imetiki. Nasema sasa unaweza ukasafiri kidogo. Unaelewa maana yake? Lakini wakati una cooperate ni kwa sababu tayari una capacity ya kubeba mimba. Iko sawa Kwa muamini ana capacity ya kutenda mema, si ndio? Hata kama hajatenda aina yoyote. Kwa kutenda kwake ni kucooperate. Kwa nikiona na challenge ya kupenda, nasemaje? Mungu nisaidie nienende sasa na uwezo wangu ulionipa tayari. Kwa nikiona hasira, nasemaje? Hii sio kawaida yangu. Kwa sababu hasira, chuki na uchungu sio asili iliyopo katika Kristo. Iko sawa Kwa maana yake I walk kwenye base ya kujua ya kwamba Mungu amesupply msaada ndani yangu kupata mimba. Iko sawa Mungu amesupply msaada ndani yangu ya kutokuwa na hasira, ya kupenda, ya kusamehe. Umeelewa inafanya kazi? That is very important. Kwa hata uumbaji wa kawaida unakufundisha uumbaji mpya ukoje. Iko sawa haya mambo tunayofanya natural yanatufundisha spiritual realities. Usisahau hiyo. Iko sawa No man here is trying to be a man. Na ndio maana mimi siwezi kumpiga mtu kwa kuniambia nipige kama wewe ni mwanaume. Siwezi kupiga. Sihitaji kuprove. Nipige kama wewe ni mwanaume. Kwa hiyo unafanyaje? Na kunja ngumi nikupiga mimi ni mwanaume bila kupiga. Sihitaji kupiga nionekane mwanaume. Ndivyo nilivyo, au sio? Kwa hiyo unakuta nali jamaa lenyewe limekunja ngumi, linakunja shati, eti nipige kama wewe ni mwanaume. Haya basi, nikiacha kupiga nitakuwa mwanamke. Ndio kuna matusi mengine ukipewa hata ikuumizi kichwa. Mtu anakuambia kitu ambacho wewe sicho, alafu unachanganyikiwa. Wewe mpumbavu tu. Sasa kama mimi sio mpumbavu nitakuaje sasa? Ambia, unaongea na nani? Naongea na wewe. Nini? Wewe mpumbavu. Mimi? Unaongea na nani? I'm not. Umeelewa maana yake? Ni sawa sasa hivi mtu aniambie mimi mwenye dhambi. Na muangalia unaongea na nani? Wewe. Mimi? Mimi ni mtakatifu na najijua. Haiwezekani bwana. Jana ulikasirika, sawa. Gari ikitoleza hayu mkokoteni. Umeelewa Kwa sema ni Mungu anayefanya atendaye kazi ndani yenu. Unaona neno atendaye ni work. Si ndio It's God that's working through us. Na ndio basi niliwaambia, kama nakumbuka, niliwaambia tofauti ya wokovu, kwa maana ile kwenda kumwokoa mtu kwenye maji na kumtapisha na kumwacha, huo sio wokovu wa Mungu. Mungu kama angekuwa Mungu anakutoa kwenye maji, anakutoa kwenye maji na kukushikilia usianguke tena kwenye maji. Ina maana God have relationship with the believer. It's not an one time activity. Unapookolewa, yule mwokozi anabaki na wewe milele. Sawa Ndio maana hiyo fellowship ya Roho Mtakatifu ndani yetu ni nini? Ni Mungu kuwa pamoja nasi. Ina maana msaada wa Mungu haujaishia siku ile ulipoamini. Msaada wa Mungu unaendelea baada ya uamini. Kwa hiyo wokovu ukuaji wa kiroho
is not away from God. It is me cooperating with the power of God in me to walk like Christ. Iko sawa eh? Umeelewa tofauti? Umeelewa tofauti? Hiyo ndio maana ya ukuaji wa kiroho. Unakuwa kwa sababu tayari msaada umekuwa supplied ndani yetu. Tuna roho wa Mungu. Angalia, akasema kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kusudi la ngapi? La nani? La Mungu. Kusudi lake jema. Mungu analitimiza kwa kudili na kutaka kwetu na kutenda kwetu. Sasa mwamini anayejua hapa ni mtu ambaye hachukulii maombi kama ushawishi, anachukua maombi kama ni kusarenda na kushirikiana na nguvu za Mungu. Iko sawa? Iko sawa? Kwa nikiona na struggle kutoa, nafanyaje? I release myself to God's help. Ninakiri, in fact, hata confessions za Wakristo wengi ni kwa sababu hawajui huu mtindo wa Mungu dini na tabia zao. Badala ya kutazama namna walivyo, wanatazama lile kosa kama ni asili yao. So, mimi ni mdudu tu. Mimi ni nani Bwana? Mimi ni mwenye dhambi tu. Baada ya kukosea. Umeelewa eh? Baada ya kukosea. Hata kama wewe una tabia za uchoyo. Ukijiita mchoyo, actually umejiita tabia ambayo si ya kwako. Sivyo Kristo anavyokuona. And let me tell you something. Ukuaji wa kiroho unakuwa halisi pale ambapo mtu anatambua ya kwamba Kristo anakaa ndani yake. Without doubt. Do you know Kristo yuko ndani yetu na hana mashaka na uwepo wake ndani yetu? Okay. Do you know kuna waamini ambao Kristo yuko ndani yao lakini wana mashaka na uwepo wa Kristo ndani yao? Wanaona glitches. Si ndio eh? Si ndio? Okay. Ngoja nikuulize. Wakati wanafunzi wanapigwa na kina Paulo alisimamia pale Stefano akapigwa. Alipotokea Stefano kwenye sura ya 9, Yesu alimwambiaje? Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ngoja niseme Kiingereza kwa sababu kuudhi Kiswahili kimeipoza sana. Anasema, Saul, Saul, why do you persecute me? Do you know persecute? Ni kutesa, ni kutendea mabaya. Yesu alimwambiaje Sauli? Mbona wanitesa? Hiyo ndio lugha rahisi ya persecute. Mbona wanitesa? Mbona unanifanyia udhia? Swali la msingi, mimi na wewe tujiulize. Ni wakati gani Yesu aliguswa na Paulo na Sauli? Okay. Nani alikuwa anapigwa mawe? Stefano. Sauli alishaye kwenda wakati Yesu yuko duniani anaishi katika mwili. Aliwahi kumpiga? Aliwahi kumtengenezea zembe lolote? Lakini anambaje? Mbona waniudhi? Why do you persecute me? Ina maana katika ufahamu wa Yesu Kristo anajua yeye na muamini wameungwa ni kitu kimoja. Kwa lugha rahisi, ukimpiga muamini ni sawa sawa umempiga Yesu. Yeye ni literal kwake. Kwa kukutana na mtesi wako anamwambia, mbona umenipiga leo asubuhi? Kwa kama mke wangu ni muamini, sawa eh? Unajua eh? Nampenda Yesu Kristo, si ndio? Alafu nikaenda nikamnasa mke wangu kofi. Pa! Yesu anajua akinitokea ananiambiaje? Mbona leo umeninasa kofi asubuhi? Kwa Yesu hizo ni literal. Hiyo ni reality. Hiyo ni uhalisia. Lakini mke wangu anaweza akafikiria amepigwa yeye. Lakini anaweza akasema, hivi unajua umempiga nani? Kwa sababu amefika mahali anaelewa her identity is Christ. Huwezi kumtenga na Kristo. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa akifika mahali akili yake inapokea ya kwamba mimi nikiongea ni Kristo anaongea, inaanza ku make sense kwenye mwenendo wake. Iko sawa? Iko sawa. I remember this case. Mama mmoja alikuwa kijana wake alikuwa anamtesa. Muamini. Kijana wake anaweza kuwa na watoto bangi fujo. Anaweza akaja akampiga na si alimpigaga akamvunja mkono mama yake. Alafu siku yule mama yake tu akamtazama, alikuwa anamfanyia fujo. Akamwambia, "Hivi kijana, hujui mimi ni nani?"
Sasa sijui ilikuwa ni hasira. Anasema, hivi unajua baba yangu? Yaani najua sio baba yake aliyekufa. Sababu mzee wake, baba yake alikuwa ameshatangulia, wasabaga mbele ya haki. Sijui kwa kweli haki gani huko. Anyway, alitangulia hivyo duniani. Anasema, hivi unajua baba yangu ana majeshi. Na nikimwambia baba yangu wajeshi wake wakushughulikie sasa hivi, hivi unajua hautakaa salama? Wewe mtoto. Alikuwa anataka kumpiga siku hiyo. Mama hajaweka nukta. Askari wakaingia kwenye nyumba. Nyumba inakuapuliwa. Papo wakaenda kwenye nyumba yake, wakakuta sijui nini, itwaje zile za nyara za serikali. Nyama pori. Wakakuta nyama pori ameshikwa. Sijui nani amewaambia nyama pori iko ndani. Yaani ghafla wanajeshi wametana kwenye, akasema, akashika mdomo. Nimesema nini? Yani kijana akapelekwa mzobe. Kesi kaanzia hapo. Anasemaje? Ujui baba yangu anamiliki majeshi. Amemaliza tu kusema, mambo yakaanza yani anamaliza kusema, watu wanaingia, magari yamepaki hapo nje, kijana anaanza kushughulikiwa. He will never forget that. He will never forget that. Yeye anajua Mkristo anaweza kaamua kujiona yeko peke yake. Unaelewa maana yake? Anaweza akajiona yeye. Hivi unajua Wayahudi walipokuwa wanateseka, Wakorinto walikuwa anateseka na tabia mbaya. Unajua Paulo alikuwa anawaambia, hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu. Do you know what power is that? Ina nguvu gani hiyo? Hebu fikiria mtu ambaye anajua mimi na Yesu tumeungana. Yani unajua amalgamated yani ukinigusa ni Yesu umemgusa. Yani akili yake imeondoa kwenye level ya hakuna mashaka. Yani kikuwekea mkono ni Yesu anakuwekea mikono. Kwa hiyo Jesus experience kwake ni maisha ya kawaida. Iko sawa Iko sawa. The Holy Jesus aliyemsoma kwenye Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Alafu anaenda kwa kahaba. Alafu anasema, no, Jesus cannot sleep here. Akili yake imefika wapi? Imepata revelation. Umeelewa maombi ya ukuaji wa kiroho? Ni kwamba mtu afikie hiyo revelation ya kutojitenga na Kristo katika fahamu wake. Ifike mahali, if I'm going to work, Kristo amekaa kwenye kiti hapo. Kristo anazungumza na watu hapo. Iko sawa Kwa sababu hiyo ndo sio tu tunasema theoretically display him, he's actually in you. Sio tunakutengenezea kwenye conscious tu, ni reality. Sio kama unaelewa Yeye mwenyewe anajiona ndani yako. Sio, unajua unaweza ukajishawishi kwenye akili si ndio na ukajishawishi kwenye mambo ambayo hayapo. Tumeelewana Unaweza ukajishawishi kwenye akili yako kwamba wewe ni tajiri na ni maskini. Na ukaanza kunesa kama tajiri, ukaanza kuendesha na hauna kitu. Unaenda kwenye uwanja ulio wazi, unafungua geti. Wewe kijana, moja fungua geti haraka. Na hamna geti. Now, that can be a vision of faith. Sawa Lakini Kristo kukaa ndani yako ni a reality beyond what you see. Yani, unavyojiona hivi kama uko peke yako ni fake. Uhalisia ni kwamba uko na Kristo. That's what is real. Sasa imagine mtu analala kwenye chumba, alafu anasikia wachawi wanazunguka nyumba, na huyu mtu anajua wao na Kristo wameungana, yani pa. Alafu anasikia kuna wachawi wanazunguka nyumba. Imagine Kristo analala kwenye nyumba, anasema hivi, wataniua leo. Umeelewa mentality? Ina maana huyu mtu mbali na kwamba ni muamini, hana uhakika katika ufahamu wake. Hajafikia kwenye epignosis. Inawezekana ana head knowledge. Hajafikia kwenye ufahamu thabiti. Na hiyo ni zao, nitakwambia ni zao la nini kinaleta ufahamu thabiti. Ya kwamba if I'm in the room, Christ is actually seated there. Umeelewa hiyo? Ndio nikasema hivi, kuna vitu unajua juu yako. Iko sawa? Na hiyo ni ufahamu ambao unajengwa kwa kuambia uhalisia kila wakati. Kwa mfano, ngoja niwaambie kitu. Kwa mfano, kuna wakati sijui mimi ngoja nitumie mwenyewe. Kuna wakati kwa kweli 10,000 ilikuwa hela nyingi sana. It was too much. Yaani ukiniambia kitu kinauzwa 10,000, nakwambia
akili yako ilikuwa haiwezi kukamata. Niambia sijui watu gani. Kuna wakati mimi kwa mara ya kwanza kuwekewa hela nyingi kwenye account yangu ya NMB, niliekewa 2 milioni. Nilikuwa napita kwenye ATM kuangalia kukoje ipo. Unaenda tunaangalia pale, unaangalia salio, unachukua karatasi, unaangalia salio. Nilikuja kujisikia kawaida baada ya kubaki 800,000. Nikaanza kujisikia sasa mimi mtu hapa. 800,000. Ya, 800,000. Halisia wangu. Yaani sijai kukamata yani 2 milioni naweza ikawa ni hela ya kwangu. Milioni. Unajua neno milioni ilikuwa nishazoea. Unajua kuna milionea na lakionea. Kama una laki maana. Mtu mmoja alikuwa anasema kama wewe sio tilionea, wewe sio bilionea, wewe sio milionea, wewe sio lakionea, basi utakuwa unanionea. Yes. Wakati huo naonewa. Alafu sasa ukasikia milioni ziko kwenye account. Huwezi kutulia. Huwezi kutulia. Nilinunua kila kitu ninachojua kinaweza kununulika. Ndio pale nikanunua kibaiskeli cha gia. Sijui hata kwa nini nanunua. Mpaka nirudi kwenye level yangu. Hizi hela zinanisumbua. Ipopiga 800,000 ndo nikaanza kupangia matumizi sasa kwa muda wa internship. Isije ikaisha. Huwezi kupangia 2 milioni matumizi. Pangia 800,000. Maana boom nishazoea kupokea 400,000, 300,000, 800,000 sawa. Milioni. Unahesabu sifuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na namba zipo pale 2. Walikuwa wameniloga kabisa. Wasingenipa hizo hela. Unajua nilikuwa namwambia mtu juzi. Hivi unafikiri kweli Mungu angekuwa anajibu kila kitu ambacho watu wanaomba? Yani like watu wengine wangepokea tu wangekufa yani. Mtu tu fulani hivi anasikia kwenye account yake kuna 200,000. That can destroy that person. Anaweza akachanganyikiwa. Umeangalia kwenye filamu mtu anafungua kwenye briefcase anakuta madola mengi. Anataka kujua level yake hii. Some things you need to mature. Mimi niwachekeshe. As a man of God, mimi zamani nilikuwa sielewi kwa nini mtu anamiliki private jet. Anamiliki private jet, mtumishi wa Mungu. Na niliziandikia article. I was against it. Mpaka siku moja nilipokaa airport. Masaa 7 na muda wa kuondoka. Alafu hujasikia imekuwa cancelled. Alafu mtumishi huyo anaenda kwenye mkutano wenye watu 5,000 wanaomsubiri kwenye mji mwingine. Alafu imekuwa cancelled. Huwezi kuelewa mpaka umefika kwenye hiyo level. Unasema mnaona hawa watumishi hapa hawajui kuna maskini, hawajui kuna maskini. Yaani huwezi kuelewa, utafikiri wanatumia hela ambayo wanatakiwa kusaidia nani? Maskini. Sasa kwambia, kwa nini mama anapanda ndege? Si aende tu kwa nini barabara ni mbovu? Pata urais kwanza. Ukipata urais, unaanza kufikiri vizuri. Kwa kuna vitu kweli kabisa, hata being a pastor. Mimi kuna mambo nilikuwa nawaza kabla sijawa mchungaji. Nilipokuwa mchungaji nikasema kuna ujinga mwingi niliongea kwa sababu I didn't know how to be a pastor. Unatamani rudi nyuma. Unaenda memories za Facebook zinakuletea article uliandika about pastors zamani. Una delete taratibu. Huwezi kulike mtu akasoma, una delete taratibu. Kuna vitu unaelewa tu kwenye stage uliopo. That's why Mungu ana value sana ukuaji wa kiroho ambao umetengenezwa. I said to you ina take time, like time is learning. Kusikia, kupractice unachosikia. Si ndio? Yeah. Kwa haibaki tu kama mentally, lakini you practice. Tumeelewana mpaka hapo? Hivi tumeenda huko lakini. Mpaka nimebuka milioni yangu 2 sasa hivi. Unaona bwana? Unaona ni anasa. Do you know kila ambacho unakiona ni cha kawaida kwa mtu mwingine ni anasa sana. Unakunywa soda 3 kwa siku. Alafu ni anasa kwa watu wengine literally. Unakunywa soda 3. Lakini soda wewe unakunywa mpaka utaki tena kunywa. Ila mtu anakunywa mara moja kwa mwaka.
Septemba. Nilitumwaga mjini nikapewa 30,000. Nikadondosha pilau ndo useme. Nikadondosha 10,000 njiani. Unajua kitaka kidogo nijiue. Umedondosha 10,000. 10,000. Wakati hapo juzi sijui nilikuwa nimekaaje mahali, mimi sipendi kutembea na cash. Nikatoa 60,000 mahali, nikaweka kwenye mfuko ili kunyanyuka hivi sikuiona nilivyoiweka. Sijapata hata pressure. Lakini dondosha 10,000 nitaka kujiua. Nasemaje nyumbani? Unaenda kununua kiatu, kasikia mtu amenunua kiatu 400,000. Nikasema kina AC ndani. Alafu wewe nikwambie, mtu anayenunua viatu vya bei rahisi anaweza kana anunua kwa hela nyingi kuliko ananunua viatu vya bei ghali. Si kama unaelewa Lakini mentality haiwezi kupokea hiyo. Unanunua kiatu kimoja kinakaa miaka 5, haichuji, imekaa vizuri. Lakini utakazonunua ndani ya miaka 5 inazidi 500,000. Lakini akili yako haiwezi kamata kwa sababu wakati huo bado ni lakionea. Ukizidi hapa sema umeonewa. Anyway, sijui kwa nasema mambo haya. Nazungumzia ukuaji. Kwa ukuaji unaanzia ndani ya mtu then una reflect kwenye nini? Vitu, maamuzi, machaguo. Always like that. Always like that. Umeelewa Tumeelewana mpaka hapo? Ngoja niachane na hiyo mifano yangu. Maana. Kwa hiyo, wokovu Paulo anasema sio tu wokovu ni kazi ya Mungu, lakini pia hata ukuaji wa nini? Wa kiroho. Both to will and to do. Kwa hiyo, hata siku moja usije ukaona Mungu aliyekuokoa amekuweka mahali upambane mwenyewe. Si kama naelewa Nilikuwa namwambia mtu mmoja juzi, alikuwa ananiambia changamoto zake. Akaanza kunitajia mbinu alizoweka kwa ajili ya kupambana nazo. Nikamwambia hizo mbinu hazifui dafu. Unajua kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameweka mbinu zake. Sio za Mungu. Sio za Mungu. Tu kama elewa Sasa yani mimi sitasema hiyo. Ameweka vitu vingi vya kuepuka. Hiyo nitasema siku nyingine. Baada hapa nimebakiza dakika 11. Kwa hiyo Paulo anasema sio tu wokovu ndo kazi ya Mungu, lakini pia ukuaji wa kiroho. God does not leave a believer to grow alone. Na ndio maana hata ukuaji wa kiroho ni kazi ya nini? Ni kazi ya Roho. It is not you alone. Both God and you is working. Kwa hiyo lazima unakuwa na una rely on his spirit. Iko sawa Kwa hiyo usiwe nani? Usiwe Mgalatia. Kwamba unaanza katika roho alafu narudi katika mwili. Iko sawa? Yeah. Yaani Mkristo anatakiwa kwenye surrender mode. I tell you, Wakristo wengi kwenye mikutano ya nje walielezewa kusarenda kwa Mungu kwa ajili ya wokovu. Walipofika ndani wanapambana wenyewe. Unaingia kwenye semina za ndani, kila kitu ni jitihada zako. You don't get God's help. Unapambana. Na ndio maana ukichemka unalaumiwa baada ya kuonyeshwa namna ambavyo unaweza ukapokea msaada wa Mungu. Nilikuwa naongea na viongozi juzi nikamwambia the reason nawafundisha masomo ya uongozi kwenye kanisa la mahali sio ujitahidi zaidi kutumia nguvu zako kwenye huduma. Ninakuonyesha namna ambapo unaweza ukafanya nini? Ukarely kwenye msaada wa Mungu kwenye kufanya huduma. Hiyo ndio lengo la mafunzo yote ya ukuaji wa kiroho. Either ni viongozi au ni waamini. Ni kuwaonyesha kwamba they can trust God kwa ajili ya mabadiliko yao. Iko sawa Iko sawa? Kuonyesha kwamba wanaweza kuona msaada wa Mungu kwenye mabadiliko ya kitabia. Iko sawa? Kwa sio like my war, vita vyangu mwenyewe. No. Angalia kwenye Wakorintho wa pili 3:5. 2 Corinthians 3:5. Wakorintho wa pili 3:5. Paulo anasema mambo ya msingi hapa. Anasemaje? Si kwamba twatosha sisi wenyewe. Na leo tusome na Kiingereza pia kwa maneno. Si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. 2 Corinthians 3:5. Nani amefikia nisomee Kiingereza?
Not that we are adequate in ourselves to consider anything standing from ourselves, but our adequacy is from God. Yeah, hiyo ametumia adequacy. Hapa ametumia sufficiency, the same thing. Our sufficiency is from God. Kwa muamini anasema utoshelevu wetu unatoka kwa Mungu. Okay. Mnakumbuka kwenye mstari maarufu na utumiaga kuyaweza mambo yote kwa Filipi 4:13. Unajua Paulo alikuwa anazungumzia nini pale? Ukisoma juu yake anasema najua kudhiliwa, najua kuwa na vingi, najua kushiba, najua kuona njaa. Akasemaje? Nimefundishwa. Amesema katika mambo yote nimejifunza kufanya nini? Kuridhika. Unajua alifuataje? Unaona kama katika mambo yote nimejifunza kuridhika. Kuna watu wasemaje? Nayaweza mambo yote hayo. Si ndio aliyotaja juu? Katika yeye anitiae nguvu. Kwa Paulo anasemaje? Kile kitendo kwamba mimi nikiwa na kitu na nikiwa sina, I'm not moved, sio jitihada zangu. Ninayaweza hayo katika nani? Kristo anayenitia nguvu. Iko sawa Kwa hiyo uwezo wake wa kutokuwa moved na mazingira yake wakati hana na wakati anayo ni kwa sababu gani? Anatiwa nguvu na Kristo, katika yeye anitiaye nguvu. Ina make sense Kwa hiyo ni Mungu ndio anayemtia nguvu muamini aweze kuenenda sawa sawa. Sawa? Sehemu ambayo alitakiwa kuiba anasema sijaiba. Kwa nini? Sio kwa sababu nimejitahidi. Nilikuwa makini sana kwenye njia zangu nisije nikamkosea Mungu. Nasikia maneno Ogopa sana mtu anasema hivyo. Yaani niko makini sana nisije nikamkosea Mungu. Wanaangukiaga pua. It's very bad to say those statements. I trust God. Unaona lugha inayotumia katika yeye anitiaye nguvu. Unajua katika mafanikio ya huduma ya Paulo alizungumza pia utendaji wa neema ya Mungu. Yaani kusomea sehemu nyingine. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10. 15 mstari wa 10. Angasemaje? Kianza 9 asemaje? Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu actually neno mitume hapo ni single, nisiyestahili kuitwa mtume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Asemaje mstari wa 10? Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Umeona Hapo anataja bidii yake katika huduma. Asemaje? Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Asemaje? Bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Asemaje? Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Umeelewa sasa Kwa Paulo hawezi kujisifia. Unaona kama tunajua ameandika vitabu vingi kwenye Biblia. Theluthi ngapi wanaita kwenye Agano Jipya? Theluthi 2 ya Agano Jipya. Imekuwa ni theluthi 2 au moja? Moja ya 3 ya waandishi wa Agano Jipya ni nani? Ni Paulo. Lakini anasemaje? Amezidi kufanya kazi kwa bidii. Hapo anasema wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Well, nilikuwa nasoma biography ya Charles Spurgeon. 1 hour kila siku. Siku zingine anafanya mara 3 kwa siku. Literally a person like me. Kila siku. Aliulizwa, unapataje stamina ya kufundisha hivi bila kuchoka? Unajua alijibuje? Kwa sababu Kristo hachoki. Kwa anasemaje? Anayefanya hivi ni Kristo. Do you know yule mzee alikufa akiwa na miaka michache lakini ameacha impact kubwa. Umeona kitabu cha sermon zake nilikubwa sermon zake. Umeona idadi ya inaitwaje hizi nini commentaries ambazo aliziandika Charles Spurgeon. Almost kila somo kwenye Biblia ameandikia commentary. Lakini alikufa akiwa mdogo. Hiyo stability ya kufanya mambo hayo yote ameitoa wapi? Ukimuuliza anakuambia ni kwa sababu Kristo ananitia nguvu. Kristo anafanya kazi ndani yangu. Umeona mentality yake? It is Christ who is working through me. Kwa ana acknowledge kwamba a mere man, in fact watu wanasema mtu wa kawaida hawezi akafanya kazi aliyokuwa anafanya Charles Spurgeon. Na unajua hakuna kazi nzito kama kusimama kufundisha.
If you know, you know. Kuna wakati mimi nilikuwa nazunguka kufundisha tu, nikawa naumwa ovyo ovyo. Nikawa nauliza kila nikienda madaktari wananiuliza, "Unafanya kazi gani?" Nasema, "Mimi ni mhubiri, nazunguka kwenye kanisa." Nenda kwenye maji upumzike. Yaani kama daktari nikienda tu waniamtikia nenda kanywa. Kama upendi kunywa maji, kula matikiti maji. Ninywe maji mengi, nile matunda, ili nirudisha nini? Nguvu. Just kuzunguka. Kuna wakati nizunguka wiki nzima, every day na semina jioni. For the length week. Jumatatu iliyofuata nilikuwa na semina nyingine. Wakati najiandaa semina nyingine nikaanza kuhisi na malaria. Kumbe sina malaria. Nimechoka. Unaona? Na kwa sababu unafurahi kuongea na watu unafikiri hujachoka yani. Nasikia tu mwili unakuambia break. Mapumziko. Kwa anasema alikuwa na acknowledge it is Christ who is working through me. Umeona? Kwa baadaye nasoma vitabu vyake na angalia mzee amewezaje kufanya mambo mengi kwa muda mchache. Kuna mentality ambayo ilikuwa imegrow ndani yake, like kama Kristo hajachoka ndani yangu na mimi sichoke. Kwa he totally relying on the power of God. Tuko mpaka hapo Kwa anasema si kwamba tutatosha sisi wenyewe kufikia neno lolote, kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu kutoka kwa Mungu. Na ndio maana hata mwenendo wetu ni msaada wake. Twende Ezekiel 36:27. Ezekiel 36:27. Kwa nini Mungu anatupa roho wake? Ni ili kwamba mwenendo wetu usiwe jitihada zetu. Tuko sawa mpaka hapo Umefika 36 27. Ezekiel, kitabu kimoja kiko kwenye Agano la Kale. Amesemaje mstari 27? Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Huyu ni nabii anaongea kwa niaba ya Mungu Hii ni lugha ya Agano Jipya. Si ndio Si ndio? Kutia roho ndani ya mtu, hiyo ni indwelling. Naelewa hiyo Nami nitatia roho yangu ndani yenu, akasemaje? Na kuwaendesha katika sheria zangu. Nani anayeendesha hapa? Mungu. Na kuendesha katika sheria zangu. Asemaje? Nanyi mtashika hukumu zangu na kuzitenda. Kwa lengo la kukupa roho wake ndani yako ni kwamba nini? Ili yeye akuendeshe katika sheria zake. Iko sawa mpaka hapo? Iko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo ni kwa roho wa Mungu kwa ndani yetu tunawezeshwa kutembea na kutenda mapenzi yake. Ndio maana kwenye Wakolosai 1:27 Paulo anasema jambo la msingi kwa habari ya nini iko ndani yetu. Anasemaje? Ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Unajua maana ya utukufu? Doxa Kigiriki. Maana yake nini? Full expression. Au the full weight of a person. Wow, this is his glory. Ndio maana wengine wakiita glory kwa habari ya vitu wasema ni mali zake, vitu vyote vinavyomdhihirisha kwamba huyu ni nani. Sema this is his glory. Iko sawa? Sio glory Manchester United. Ni glory of God. Kwa hiyo tunasemaga Yesu Kristo ni utukufu wa Mungu. Maana yake nini? The fullness of God is expressed through him. Kwa hiyo Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu. Kwa lugha rahisi, hope ya muamini kudhihirisha asili ya Mungu ni Kristo kwa ndani yake. Kwa hiyo Mungu hakuambii umdhihirishe Kristo ambaye anakaa kule. Ni Kristo aliyeko ndani. Kwa hiyo nikwambie shida wa Kristo wengi. Shida wa Kristo wengi wanamsubiria Kristo ajaye. Hana waka na Kristo aliyeko ndani yao. Tuko sawa mpaka hapo? Wakolosai 2 hiyo 6:7, mstari 6 na 7. Kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, angalia, kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Angalia, mlimpokea, enendeni katika yeye. Huu ni mwendelezo tangu ulivyopokea. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Angalia, shina, kujengwa katika yeye. Mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Kwa hiyo tulimpokea Kristo tuliposikia na kuiamini Injili, tunaendelea kutokea pale tulipopokea. Iko sawa? Iko sawa?
Asemaje kwenye Yakobo 1:18? Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno lake tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Alituzaa. Unaona kama kuzaa ndo kuinitiate, si ndio? Lakini angalia kwenye waraka wa kwanza wa Petro 1:23 na mstari 25. Waraka wa kwanza wa Petro 1:23 na 25, mstari miwili. Akasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, si kwa neno, asema kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo muda gani? Hata milele. 25, bali neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile jema lilohubiriwa kwenu. Angalia, anasema tulizaliwa kwa hilo neno, lakini hilo neno lililotuzaa linadumu hata milele. Iko sawa? Kwa haipotezi ability. Sawa Sawa. Kwa hili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo tuliangalia ya kwamba mwamini amezaliwa katika Kristo, lakini anaendelea kukua na kujengwa wapi? Katika Kristo. Kwa hii inaondoa mentality ya kufikiria kwamba I'm trying. Kwa kitu ambacho Mkristo hataki kusema ni I am trying. Ninafanya kwa sababu ninao uwezo. Okay, kwa kama na struggle na hasira, nikia neno la Mungu likisema niache hasira, nasemaje? Sijui kama nitaweza. Natakiwa nisemeje? Ninao uwezo wa kuacha hasira. Kwa naweza kawa sifanyi bado, lakini na ukiri ulio sawa sana nini? Neno la Mungu. Iko sawa Iko sawa? Kwa kunakuwa na ukiri wako ambao uko sawa sawa na neno la Mungu. Neno la Mungu linakuonyesha kwamba tayari katika Kristo umepokea uwezo wa kufanya 1, 2, 3. Nisikize vizuri. Hata kama ungekuwa na kitu ambacho una struggle nayo, never speak against the word of God. Iko sawa? Ukiri wako ni kukiri kile ambacho neno la Mungu linasema. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi nimependwa na Baba. Ninao uwezo wa kupenda. Naweza kuenenda katika upendo. Uchungu, hasira, matukano, kelele havipo ndani yangu. Tuko sawa Ninaweza kuwatazama wengine kama Kristo anavyowatazama. Ninaweza kuwapenda wengine kama Mungu alivyonipenda mimi. Ninao uwezo wa kusamehe kama Mungu alivyonisamehe mimi. Ninaweza kubariki kwa sababu pia nimebarikiwa, wala sitalaani. Unasema neno la Mungu. Lakini Biblia inasema barikini wala msilaani. Anasema mtu mmoja aliandika kwenye status baada ya kuandika barikini wala msilaani, akasemaje? Sio kirahisi kihivyo. Kidogo nimwambie shida ni kwa sababu wewe ni mpagani. Sababu sijasema ni rahisi. Kama Biblia inasema barikini wala msilaani, msilipize ovu kwa ovu, bali lililo jema. Basically, the word of God did not say it is easy. Imekuambia hayo maneno kwa sababu ina uwezo wa kuleta mwenendo ndani yako. Kwa what do I say nikisikia neno la Mungu anasema barikini wala msilaani? Nasemaje? Ina uwezo wa kubariki na sio kulaani. Si ndio Sasa mwambie sasa Mkristo, Biblia inasema waombeeni wanaowaudhi, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Nasemaje? Sikia tu kwa mwenzako. Si rahisi kihivyo. Hapo ni unbelief of the word of God. Unaonyesha ya kwamba neno la Mungu is ineffective. Haiwezi kufanya nini? Kukusaidia kufanya kile kilichosema unaweza kufanya. Tuko sawa? Always put your confession according to the word of God. Don't belittle the word of God. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu ni halisi kuliko hisia zako na mazingira yako. Unajua kutokusamehe ni hisia Hasira ni hisia Chuki ni hisia Lakini neno la Mungu halitembelei hisia zako ili kuambia what you can do. Kwa nini ambacho kinatakiwa kubadilishwa? Neno la Mungu au hisia zangu? Kwa ninatakiwa nikiri nini wakati hisia zangu zinapingana na neno la Mungu? Neno la Mungu. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo Mungu alichokifanya Mungu ndani yako kione permanently powerful, and then speak. Confess right. Amen.
Tunaweza kumshukuru Mungu sasa. Baba, tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi nyingine tena ya kuliangalia neno lako kwa habari ya ukuaji wetu. Asante kwa kutuonyesha kwamba we are not the empty vessels. Hatujitahidi kwa nguvu zetu wenyewe kudhihirisha yale ambayo umeshasema tuna uwezo wa kufanya. Tuna msaada wako, Kristo yuko ndani yetu, tumaini la utukufu. Roho wa Mungu yuko ndani yetu. Na kwa sababu umetupa Roho wako, unaweza kutuendesha katika sheria zako na kufuata yale mambo yote ambayo umeagiza tuenende. Tunaweza kuenenda katika upendo, tunaweza kusamehe, tunaweza kuishi maisha yatakayokupendeza wewe kwa sababu tuna Roho wako. Tunaomba na kupokea kwamba maneno haya hawe maneno matupu tu, lakini kila mmoja wetu anapotafakari anaona uwezesho wa kutenda sawa sawa na neno la Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa sana.